Mara nyingi sisi kama wanadamu tunapotenda dhambi, tunavunja sheria za Mungu, inakuwa vigumu kukubali kweli nimefanya kosa, nimetenda dhambi, kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kufikiri kwamba hakuna mtu aliyeniona. Ndipo tenda hiyo dhambi, unajua kwamba hakuna mtu aliyeniona. Lakini kiukweli kwamba wewe mwenyewe ni shahidi, si ndio? Wewe mwenyewe uliyetenda hilo kosa, wewe ni shahidi. Kwa hiyo huyo ni nani mmoja huyo? Wewe mwenyewe umejiona ukitenda hilo kosa. Alafu shahidi wa pili, Mungu mwenyewe yuko hapo anakuona. Kwa hiyo tunasita kwa sababu hiyo. Kwanza hakuna aliyeniona, kwa hiyo nafikiri hakuna mtu anayejua. Lakini wewe ni mtu na unajua umefanya, sivyo? Na Mungu alikuona vile vile. Hiyo sababu moja tunasita kukubali tumefanya kosa ambao sio ukweli. Wewe mwenyewe ni mtu, wewe ni shuhuda wa tendo ulilotenda la makosa, na Mungu naye hakuna kitu kinafichika ndani ya Mungu. Alafu sababu ya pili ni mtazamo wetu na Mungu. Tunaona nikikubali basi Mungu ataniadhibu. Tuna mtazamo wa Mungu kama Mungu mwenye kuadhibu watu, Mungu mwenye kuchukia watu wanapofanya makosa, anawaadhibu. Na kwa hiyo unaogopa kukubali kwa sababu unaogopa adhabu. Lakini Mungu wetu sivyo alivyo. Mungu wetu sio wa kuadhibu. Mungu wetu, kama tulivyoelezwa katika somo la kwanza, ni Mungu mwenye huruma. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu. Ingawa tumewasi wala hatukutii sauti ya Bwana Mungu wetu, yeye ni mwenye huruma. Tukiweza kubadilisha mtazamo huo na kujua kwamba sisi ni viumbe dhaifu, tunatenda dhambi si kwa kupenda, mara nyingi ni kutokana na udhaifu wetu au kutokujua. Lakini Mungu sio Mungu wa kuadhibu watu. Mungu anataka tukianguka tuamke mara moja na kumfuata. Na mara nyingine ukianguka, ukiwa na jitihada tu ya kuamka, Mungu mwenyewe anaonyesha mkono, anakusaidia. Mungu wetu, ndugu zangu, sio Mungu wa kuadhibu, bali ni Mungu mwenye huruma. Ni Mungu anajua sisi ni viumbe dhaifu, na ndivyo alivyotuumba. Kwa hiyo tukitenda dhambi, tusiendelee kukaa katika dhambi, kwa sababu tunajipoteza wenyewe katika njia ya uzima. Jinsi Mungu alivyokuwa na huruma kwetu sisi, na hakuna dhambi ambayo Mungu hataweza kusamehe. Ndio maana katika Injili Yesu anatueleza basi tunapoguswa na huruma ya Mungu ya kipeo cha juu kabisa, nasi twaitwa kuwa na huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu, nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu, nanyi hamtalaumiwa. Wapeni watu, nanyi mtapokea zaidi mlichotoa. Basi tumwombe Mungu, ndugu zangu, tunapotenda dhambi tujue ni udhaifu, tusiendelee katika hali hiyo ya dhambi. Tumrudie Mungu ambaye ni mwema na mwenye huruma, anayetusubiri kila dakika tunapoiacha njia yake, ili tumrudie yeye, atupe uzima wa milele kupitia huruma yake isiyokuwa na kipimo.